Do you know there is no way you can be perfect to the wrong partner? Listen, there is no way you can be perfect to the wrong partner. Imagine bwanangu aliingia kwa nyumba, akapata nimekaa kwa kiti nalia, na imagine hakuna kitu aliniuliza, alianza kuniambia wewe mbona niwekee chakula uendelee na kulia. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Esther Mego, tunafanyanga research pamoja, and let me tell you, I have done my research na nimekam kurealize 90% of married people hawakuangi happily married. Do you know why? Kwa sababu kuna wale watu walisikiza roho na hawakucombine roho na akili. Unastahili kucombine both. Unastahili kucombine your brain and your heart. Kwa sababu the moment unaona uko na partner, muna date, maybe mko kwa serious relationship, kuna zile red flag unaona mtu wako nazo, you are still ignoring them. That's why unafikanga place unapata uko na the wrong partner kwa sababu ya kujifanya uko na maturity. Let me tell you, unaona hizo red flag, unaona na mtu wako, no one is willing to change. Kwa sababu mtu anachejingi juu ya kutaka, lakini usidhani ati unaweza olewa na mtu ama uoe mtu muende mchenjiane. Hakuna mtu wako willing to change. Let me tell you what you are supposed to do. The moment umefall in love na mtu, unastahili kujiita ka meeting. Uingie kwa meeting uangalie uone red flag ni ngapi. Unajua kuna zile tiki unaweka tiki lakini zingine X ni mob. The moment umeona uko na more than X tatu, jitoe kwa sababu that shit is not going to work. Let me tell you what you are supposed to do. Combine akili yako na roho, alafu ujiite ka meeting, and secondly you are supposed to involve God. Nimekuja kurealize watu wengi hawani involve God. Na let me tell you, do you know relationship ikienda kwa marriage ikuangi ati jokes. Kama unajua mko na mtu na mtaenda kwa marriage is a serious thing. So zile red flag unaona unastahili, it's either uongee, you talk about it, ama unyamaze. Listen, kuna utajua aje uko na mtu mwenye si your partner, utajua aje uko na the wrong partner. The moment mnakaa na mtu mumewana, they don't care more about your mental health, they don't care about your health. Do you know kuna mtu aliniambia, Esther, imagine bwanangu aliingia kwa nyumba, akapata nimekaa kwa kiti nalia, na imagine hakuna kitu aliniuliza, alianza kuniambia wewe mbona niwekee chakula uendelee na kulia. As a good partner, you are supposed to be concerned about your partner's mental health. Mtu analia kwa nyumba na mnakaa pamoja, ni mama ya watoto wako na uwezi muuliza ni nini. You see, that's how you know you have a partner. Alafu kuna mwingine aliniambia, Esther, mimi nilikuwa na stress. Imagine nakaa kwa nyumba hivi, naamka saa 8 nimelala, bibi yangu anaamuka, anaona nimekaa chini na waza, nimejishika tama, na hawezi niuliza kwa nini. Anaanza kuniuliza, wanawake siku watakumaliza. Nani hata ana hizo anamuuliza, hao mapoko wako siku watakumaliza, na anaendelea kulala. Can you imagine uko na stress? Yeye alikuwa na stress kwa sababu kuna biashara alianza ikaenda vibaya, pesa ikapotea, na hakuwa anataka kuambia bibi yake. As in, uko na spouse mwenye ukiwa na mashida uwezi mwambia. Uko na spouse mwenye ukimwambia uko na shida anakujudge. Do you know, as a good partner, mtu anastahili asikujudge. Kwanza anakusikiza, then anakutafutia solution. Yes, anajua uko na makosa. Yes, mashida zenye ulipata maybe you contributed, but mtu hastahili kukujudge. Kwa nini? Because he or she is your partner. Anastahili kuunderstand binadamu ni make mistake. Kila mtu anaweza make mistake. Utajua anje tena uko na the wrong partner. Unaona yule mtu mwenyewe anajua amekufanyia makosa, lakini anataka kukugeuzia. As in, mtu ushawaipata umecheat mtu, ama mtu amekucheat, lakini anataka kukugeuzia, anataka kukuonyesha it's like ni wewe ulimprovoke, it's like you are the reason why they cheated, au ni the wrong partner. Na naona nimewaambia 95% ama 90% ukifanya research hakuna mtu wako na the right partner, kwa sababu watu waliignore hizo red flags. Saa zingine kuna mwingine aliniambia, Esther, do you know I'm married? Tulifanya harusi ya kanisa, na do you know siku ya honeymoon bwanangu alitoka 5 hours, nilikuja kurealize alispend na ex wake. Hapo ndio red flag. Na wacheni niwaambie, hii life ni very personal. Ikifika place unaona the earlier the better. The moment umeona red flag zingine na huko umeziona, zingine unajua obvious mtu atachange. Can you imagine mmefanya harusi ya kanisa na wakati wa honeymoon mtu amekucheat? Can you imagine umeoa bibi, mmefanya mpaka harusi, mtoto wa pili si wako?
Who does that? As in, kuna zile red flag watu wanaona na wana ignore. Wachani niwaambie guys, maisha ni personal. Ukikufa umepotea. Do you know ukipata stress au watoto wanafanya ustiki kwa hiyo marriage just because hutaki kujajiwa na society au watoto watakula. Do you know after mazishi watoto wanawekeangwa chakula. Let me tell you, nilishangaa sana kuona after mazishi familia wanaitangwa wanakula. Nilishangaa kuona kuna place watu walikuwa wanapeleka mtu wao home akiwa amekufa, alikufia Nairobi, walikuwa wanampeleka home. Do you know walifika place ya kukula walisimamisha. Yeye yako kwa mbuti akiwa maiti, walisimamisha gari kwa hoteli wakakula. Watu kama wanapata appetite ukiwa umekufa. Think about your mental health. The earlier the better. It's never too late guys, unless to it. Let me tell you, watu wanakapitia. Ukitaka kujua tena uko na the wrong partner, mko kwa marriage na mpigi meti. Wallahi there is no way mnaweza kuwa kwa marriage na mpepetani. Uko kwa marriage mnapepetana na mtu na after mmepepetana anaangalia kwa ukuta. My friend, hiyo ni red flag yenye no one is going to change. Let me tell you. Do you know there is no way you can be perfect to the wrong partner? Listen, there is no way you can be perfect to the wrong partner. Do you know if you are with the wrong partner, there is no way unaweza waonyesha love. Hata ukiwaonyesha watasema tu uko toxic. Do you know ukitaka kujua kama tena uko na the wrong partner ni yule mtu mwenye mkikosana hata ukimwambia muongee, babe, we are supposed to communicate, let's talk, anakwambia ni hizo stories zako unanipea stress, sitaki kuongea. The moment unaona mko kwa relationship ama uko kwa marriage na kama mtu akataki muongea, my dear friend, jitoe. Huyu alijitoa kitambo. Na do you know kuna wale watu wanafanyanga makosa lakini wanataka kukuonyesha it's like hakuna kitu happen, you are being toxic. Do you know mko kwa marriage kuna mtu atakukosea na anataka kukuonyesha venye unastahili kureact. By the way, wajeni niwaambie, maisha ni yako na ukikufa umepotea. Na watu wanastahili kulearn kuquit mapema, kwa sababu saa zingine unafika mtu unastukia mtu ametorolate ujinga ingine mpaka amekuwa mentally unstable. Imefika place, ni watu wangapi wako na miaka 30 something wanameza dawa za pressure, wengine wako na depression. Unajua niliongea na jamaa mwingine akaniambia, Esther, mimi niko 32 years, niliona nikiwa na 28, na let me tell you, mimi yule mwanamke niko na yeye nimefika place nikasema ataniwa na stress. Yaani mnakosana kidogo, misunderstanding kidogo. Mimi niko na biashara, akikuja place yenye nafanyia kazi, wanawake wakinichekesha kidogo tu anaanza kuwapiga mawe, ezini ameniharibia biashara. Imefika place nilikuwa na biashara kubwa, imefika place ameiharibu yote, hata sina customers, na at the end of the day anataka nilipe bills. Do you know kuna wale watu wanakuanga na insecurities zingine zinakuanga za ufala. Mimi najuanga ukiwa kwa marriage unastahili kuwa na insecurity because it's a normal thing. As long as you are into that relationship, ni normal kukuwa na insecurity, but si ile sana. As long as mko kwa marriage, kuna ile ka insecurity unasemanga, mtu wangu maybe anaweza ni cheat, kwa sababu unajua kila mtu anakuanga na hiyo mindset, mtu wake anaweza cheat. Tunajuanga tu anyone can cheat, but kuna kale ka insecurity ni understandable. As in there is no way mnaweza kuwa kwa relationship na mtu ama kwa marriage amtumii protection na mtu anataka kukuonyesha vyenye utambehave ukimsuspect ana cheat. Do you know kuna zile rules unastahili kuweka. As in unaambia mtu, as long as babe tunapepetana na tutumie protection, there is no way simu yako inaweza kuwa na password kama 17 na zizijui. There is no way mimi naweza toka all the way kwenye nafanyia kazi nikuje nikupate huko kwa nyumba, alafu nikikuuliza unataka kuniambia niko na insecurity. Hizo ni vitu understandable. As in mimi najuanga kama uko kwa long distance relationship, there is no way you can prove loyalty to a long distance relationship. But every time you feel like something is off, it's better you quit ama you communicate. Talk about it guys. Kwa sababu hii maisha ni yako tu, maisha ni personal. Hakuna mtu atakufa ati rafiki yako ama bibi yako ama bwanako aseme mziko pamoja. Maisha ni yako. Think more about your mental health. Talk. Kama unafika place unaona hizo red flags zimekuwa mingi nowadays, it's easy because we have many social media platforms za create awareness. It's better to quit than to die. Hakuna haja ya ukose kuquit ukufe na stress, my dear friend. Mtu anakupea stress na yeye ako sawa. Do you know kuna wale watu wanafikanga place wanataka ku move on, but wanataka wakuprovoke ndio ujitoe. Unaona, mnastahili kujua hivyo. There is no way unaweza kuwa kwa marriage bibi yako anaenda anapepetwa na mtu anashika mimba. Mtu anajua kwa marriage anaenda anapepetwa bila protection. Ati babe nilifanya mistake, tutoe hii mimba nitashika yako. Hiyo ni nonsense. You are not supposed to tolerate some nonsense just because you need to prove point.
Unaona? Do you know mwanaume mwenye anaenda anapepetana huko nje anakuja ameweka wallpaper akiwa na side chick wake. Hiyo ni red flag na unastahili ujitoe. Wachana na stupid motivational speaker anakwambia mlifanya harusi ya kanisa, there is no way mnaweza achana. Wacha watu wa learn kuachana. It's not all about the kids. Hata maisha yako ina matters a lot. Nimekwambia watoto ukipata depression, uchizi watapelekwa children's home ama ngavai wachukue. Guys, wacha to learn kuquit mapema. Si ati I'm encouraging divorce, but saa zingine nimeona instead ya stress better mtu ajitoe. Me, I support marriage 100%, but ikifika place your mental health itakuwa affected, guys, learn to quit. So guys, nawapenda sana. Thank you for your support. This is my YouTube channel, guys. I said we are going to grow this channel together. Subscribe to my YouTube channel. Nawapenda sana. God bless you. Niachie comment hapo na usubscribe, na ninawapenda sana. Bye.